Mwinjilisti na uasi. Mwinjilisti na uasi. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakuomba ukae pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo, na ukaungane pamoja na msikilizaji na mtazamaji, na wote tukavune baraka kupitia somo hili. Tunaomba haya kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7 hadi wa 9. Pamoja na kitabu cha Isaya na kitabu cha Ezekiel kinaeleza muasi wa kwanza. Na uasi unaonekana ulianzia mbinguni. Kitabu cha Ufunuo 12:7 hadi 9 anasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, na yule joka naye akapigana nao na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka katupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyia ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Tunaona uasi unaanza mbinguni, na mtu anayeanza kuasi alikuwa ni mwinjilisti mzuri. Alikuwa ni kiumbe aliyeumbwa na Mungu, akapendelewa, akapewa vipawa vya kila namna. Lakini yule aliyepewa vipawa, yule aliyependwa, yule ambaye alikuwa kiongozi wa malaika wenzake, ndiye aliyeasi. Kwa nini aliasi? Isaya 18 mstari wa 12 hadi 15 anasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za mbinguni, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Kitabu cha Isaya 14 kinaanza kueleza kwamba yule kiumbe aliyeumbwa akapendelewa sana, kiumbe malaika aliyekuwa amepewa vipawa vingi, aliyepewa uwezo mwingi, alipojitazama kwa vile ameumbika na kupewa neema nyingi kuliko wengine, akaona yuko sawa na muumbaji wake. Ikawa ni moja ya sababu, kwa sababu akasema, nitakiinua kiti changu juu mpaka nyota za mbinguni, nami nitafanana na yeye aliye juu. Mwinjilisti na uasi. Unapoanza kuhesabu vile vipawa Mungu alivyokupatia, ule uwezo wako wa kuhubiri, uwezo wako wa kufundisha, uwezo wa kuwaleta watu kanisani, ukinyanyuka na kuangalia wainjilisti wenzako hawafanyi kama wewe, vile ambavyo ukiomba mapepo yanatoka, vile ambavyo ukiombea wagonjwa wanapona, vile ambavyo Mungu amekupatia baraka na vipawa vingi, ndipo utakuta mwinjilisti anaanza kuasi kwa sababu ya vile vipawa alivyopewa na Mwenyezi Mungu. Kama vile Shetani alivyotamani kiti chake kiinuliwe juu ili awe sawa na Mungu, ndivyo ambavyo utasikia wainjilisti wanataka kuwa juu ya wazee wa kanisa, wanataka kuwa juu ya wachungaji,
wanamwona mchungaji sio chochote, mzee wa kanisa sio chochote, kwa sababu ya vipawa walivyopewa. Mwinjilisti, hebu tazama nyuma, kamwangalie Lucifer, kamwangalie Shetani. Naye alipewa vipawa vingi kama ulivyopewa, akatamani cheo cha bosi wake, akatamani nafasi ya yeye aliyemuumba. Ndipo neno la Mungu likasema, kwa vile ulisema unataka uwe sawa na Mungu, kwa sababu naona una vitu vingi, kwa vile umetamani nafasi ya bosi wako, akasema utashushwa chini mpaka pande za mwisho za shimo. Niwaambie kitu, wasafiri, wainjilisti na watenda kazi wenzangu, pale itakapofikia mahali umeanza kutamani cheo cha bosi wako, kama alivyofanya Shetani akashushwa chini mpaka pande za shimo, ndivyo ambavyo mwinjilisti anayeanza kutamani kuwa juu ya wazee wa kanisa, kuwa juu ya wachungaji, kuwa juu ya wakurugenzi, ati kwa sababu ya vipawa alivyopewa na Mungu, ndipo utakaposhuhudia anguko. Neno la Mungu linasema anayejikweza atashushwa. Mwinjilisti, ukianza kupandisha mabega kwa vipawa ulivyo navyo, kwa kufanya kazi nzuri kuliko wengine, hapo ndipo uasi wako unapoanza, hapo ndipo anguko litakapoanzia. Ukienda kitabu cha Ezekieli 28:12 hadi 18, anaeleza jambo lile lile, kwamba shida ya Shetani ilikuwa ni kwa vile ya vile vilivyomzunguka, ndicho kilichomshusha. Kipawa ulichonacho leo huenda ikawa ndiyo kitu ambacho kitakuangusha kama hautakuwa mnyenyekevu. Ezekieli 28:12 hadi 18 anasema, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu na uzuri. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti na manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti na samawi na zumaridi na bahari na dhahabu. Kazi ya matari yako na fimbo zako ilikuwa ndani yako. Katika siku za kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe ukatenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza, ewe kerubi ufunikaye. Utoke katika mawe hayo ya moto, maana moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Moyo ukainuka kwa sababu ya uzuri. Kile kipawa cha maombi ulicho nacho, usipokuwa mnyenyekevu, ndicho kitakachokuangusha. Kile kipawa cha kuhubiri, kile kipawa cha kufundisha, kile kipawa cha kushawishi watu wakajiunga na kanisa la Mungu, usipokuwa mnyenyekevu, ndicho kitu kitakachokuangusha. Ushindi wa mwinjilisti uko mahali pa kujinyenyekeza. Ukileta kiburi, ukaleta na majivuno,
kwa sababu ya vipawa ambavyo Mungu amekupa, amekuazima, inaweza ikawa ni njia yako ya wewe kuanguka dhambini. Shetani aliasi kwa sababu ya uzuri. Akasema kwa sababu moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekugalagaza mbele ya wafalme ili wapate kukutazama. Kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimekutokeza moto kutoka ndani yako, nawe umeteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa wote wenye wakutazamao. Wapendwa, Shetani alikuwa na jina zuri sana. Mwanzoni alikuwa anaitwa nyota ya alfajiri, yani mwana wa asubuhi, son of the morning. Lucifer, ambayo ilikuwa ina maana ya kwamba anayeangaza sana, mwenye mwangaza mkali. Naona wainjilisti walei wenye mwangaza mkali, wenye vipawa vikubwa, wenye uwezo mkubwa, hata wachungaji wakisimama hawawezi kulingana nao. Akisimama kuhubiri, maelfu wanakuja kwa Yesu. Akisimama kufundisha, watu wanasema Yesu anarudi kesho. Lakini tahadhari nayokupa ni hii: yule aliyeitwa mzuri sana mwanzoni kuliko wote, aliyeangaza sana kuliko wote, kule kuangaza kwake akashindwa kuwa mnyenyekevu. Kiburi kikaingia, majivuno yakaingia. Baada ya majivuno na kiburi kuingia, ndipo uasi wake ulipoanzia, ndipo anguko lake lilipofikia. Mpendwa, kama utakuwa mnyenyekevu, kama hautaondoa kiburi, kung'aa kwako, kufanikiwa kwako inaweza kawa ndiyo njia itakayokuangusha usipokuwa mnyenyekevu. Nimekuwa nikisikia habari za wainjilisti wanapokwenda kufyeka mapo. Nimekuwa nikisikia habari za wainjilisti wanapokwenda kwenye mazingira magumu na wanabatiza watu wengi. Wanafanya pasipokuwa na Wakristo, panakuwa na Wakristo. Pasipokuwa na tawi, panakuwa na tawi. Pasipokuwa na kundi, panakuwa na kundi. Pasipokuwa na kanisa, panakuwa na mtaa. Panakuwa na kanisa, panakuwa na washiriki wengi. Ndipo utasikia sauti za majigambo wakijitutumua ya kwamba bila mimi pale pasingewezekana. Acheni kiburi, acheni kujiinua. Unapofanikiwa, sifa zote ziende kwa Mungu, maana kujiinua kwako hautafanikiwa. Wakumbuke akina Danieli alipoifunua ile ndoto, alipoambiwa Danieli umeifunua, akasema sio mimi, yuko Mungu mbinguni. Mwinjilisti angesema mapepo yanapotoka, wagonjwa wanapopona, watu wanapokuja kwa Yesu wengi, unapojua kuwaleta watu wa dini za kila namna kwa Yesu wa kutosha, watu wanapokuletea maneno kwamba wewe unaweza, waambie yuko Mungu mbinguni anayetenda ndani yangu. Kinyume na hapo, anguko linakuja. Yule aliyeangaza sana akaitwa nyoka, akaitwa dragon, akaitwa ibilisi kwa maana ya msingiziaji, akaitwa shetani kwa maana ya mpinzani. Aliyeitwa anayeangaza sana akaitwa mpinzani, shetani. Akaitwa ibilisi
msingiziaji, jina likabadilika. Usipokuwa mnyenyekevu kwa kipawa ulichopewa na Mungu, lile jina zuri ambalo ulipewa na kila mtu, na kuhakikishia ndani ya muda mfupi litabadilika kabisa. Kuna mtu mmoja, niseme kuna watu katika kitabu cha Hesabu 16. Hebu tuende kitabu cha Hesabu 16 ili tuone Mungu anasema nini. Hesabu 16, kuna waasi wengine. Hesabu 16 anasema, basi Kora mwana wa Ishari, mwana wa Kohathi, mwana wa Lawi, akatoa watu pamoja na Dathani, pamoja na Abiramu mwana wa Eliab, na Oni mwana wa Pelethi, waliokuwa wana wa Rubeni, nao pamoja na watu kadhaa wa kadha wa wana wa Israeli, watu 250, wakuu wa mkutano, waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Bwana Yesu asifiwe. Wainjilisti wanainuka mbele ya mchungaji. Wainjilisti wanainuka mbele ya mkurugenzi wa huduma, mchungaji Bihene. Wainjilisti wanainuka mbele ya mwenyekiti wa jimbo, mchungaji Msafiri Mtenzi. Wanainuka nao wakakusanyika kinyume cha Musa, kinyume cha Haruni, kuwaambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao, Bwana naye yu kati yao. Ni nani basi wa kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Musa aliposikia maneno hayo akapomoka kifudifudi. Aliposikia maneno ya wainjilisti akaanguka kifudifudi. Kisha kanena na Kora na mkutano wote, akawaambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni nani walio kwake, kisha ni nani aliye mtakatifu, tena ni nani atakayemkaribisha kwake. Maana yeye atakayemchagua ndiye atakayemsogeza kwake. Fanyeni neno hili, mkatoe vyetezo. Mwinjilisti, unapoambiwa na wewe ukabebe chetezo na mchungaji, uwe makini. Ninyi Kora na mkutano wote, vitieni na moto, wakaweka na uvumba juu yake mbele za Bwana kesho. Kisha itakuwa ya kwamba mtu Bwana atakayemchagua, yeye atakuwa ni mtakatifu. Inawatosha ninyi, enyi wana wa Lawi. Unajua, dalili ya muasi ni kuto kutosheka mahali alipo. Unaona, uinjilisti ni kama cheo cha chini sana, halafu namuona mchungaji wa mtaa kama anafaidi sana. Unaona mkurugenzi wa huduma kama anafaidi sana, wewe uko chini sana. Na ukiangalia kipawa ulichonacho, unasema na mimi ni mtakatifu, na mimi nastahili kuwa mchungaji, na mimi nastahili kuwa mkurugenzi. Sisi wote ni watendakazi wa Mungu, inabidi tu tunakula mema ya nchi wote. Ndugu yangu, ukifikia mahali hapo, umeshawasha indicator tena ya hatari. Tosheka. Wote hatuwezi kuwa wachungaji, lazima uwepo wainjilisti. Wote hatuwezi kuwa wakurugenzi, lazima uwepo wakurugenzi, lazima uwepo wachungaji, lazima uwepo wainjilisti. Tena huwa inakuwa ni zamu kwa zamu. Lakini kuna wengine waliandikwa kwamba wewe utakuwa mwinjilisti maisha yako yote. Wengine waliandikwa kwamba wewe utakuwa mchungaji. Wengine Mungu aliwaambia ya kwamba wewe utakuwa mkurugenzi. Na nikwambie kitu,
hutafanya zaidi ya mapenzi ya Mungu. Hauwezi. Sitafanya zaidi ya mapenzi ya Mungu. Hata upige kampeni kiasi gani, hutafanya zaidi ya kile Mungu alichokukusudia kwenye maisha yako. Mahali ulipo jiulize, Mungu anataka umfanyie nini kwenye mahali ulipo. Usianze kutaka kumuuliza Mungu, Mungu unataka pale nikafanye nini kule. Muulize mahali ulipo, Mungu anataka ufanye nini. Kusudi la Mungu mahali ulipo ni lipi? Wenzetu hawa wakaona Musa na Haruni kama wanafaidi sana, ndipo wakasema mkutano wote ni mtakatifu na sisi wote ni watenda kazi. Kwa nini ninyi tu? Musa akamwambia hamna shida, na nyinyi mkabebe vyetezo muweke na uvumba, halafu tuende mbele za Bwana. Atakaye kubalika ndiye atakuwa mtakatifu. Ndugu yangu, wakaenda. Musa mstari wa 8 akamwambia Kora, sikizeni basi enyi wana wa Lawi, je, mwaona kuwa ni jambo dogo kwenu kuwa Mungu wa Israeli amewatenga ninyi na mkutano wa Israeli ili apate kuwakaribisha kwake, ili mfanye utumishi wa maskani ya Bwana na kusimama mbele ya mkutano ili kuwatumikia? Vita ya Walawi. Vita ya nani? Kora alikuwa Mlawi. Haruni alikuwa Mlawi. Sasa nichukulie kama mchungaji Mihene, mchungaji Mlinde ndio makuhani wakuu, lakini ni Walawi. Wainjilisti ni wachukulie kama kina Kora, lakini nao ni Walawi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kavita kako hapo. Usipokuwa mnyenyekevu huwezi kukashinda. Na kutia moyo utosheke. Usipotosheka na utumishi ambao unao, ambao kwa Mungu umetukuka sana, hautakuwa na maana kabisa. Ukiwa mnyenyekevu, hata utumishi wako utakuwa na maana. Huwa mimi nasema ya kwamba ukishindwa kuishi na kiongozi wako, Bwana Yesu asifiwe, hata wewe mwenyewe huwezi kuwa kiongozi. Anayeweza kuwa kiongozi wa juu ana uwezo wa kuishi na kiongozi wa juu aliyopo. Ukiona una uwezo wa kuishi na kiongozi aliye juu yako, wewe mwenyewe hata kuwa kiongozi wa juu hauwezi. Sisi wachungaji watu tunafundishana. Akiwepo mwenyekiti, akiwepo mkurugenzi, wakiwepo masekretari, wakiwepo wahazini, wakiwepo wachungaji wa mitaa, kila mtu anaishi kulingana na protocol. Anatambua nafasi yake. Na kila mtu ni wa muhimu. Kwenye mpira kuna namba 1, kuna namba 2, kuna namba 3, kuna namba 10, kuna namba 11. Kila mtu anacheza kwenye namba yake. Wote tukicheza namba 1 hatutaweza kushinda. Lazima ujue namba yako, na kila namba ni ya thamani. Huwezi ukasema golikipa ndiye mwenye thamani zaidi kuliko wengine. Haiwezekani. Golikipa ni wa thamani, lakini anamtegemea beki. Mabeki nao wanawategemea namba za juu, wanawategemea na wajua, wanawategemea wafungaji, si ndio? Uinjilisti sio kwamba ni namba ni namba ya hadhi ya chini tunapocheza mechi ya kuwaleta watu kwa Yesu. Hilo usijidanganye. Nilikuwa naangalia kwenye karama za Roho. Tutakapoingia kwenye karama za Roho tunapojifunza uwakili, utaona anaposema wengine aliwaweka kuwa nani, wengine nani, utakuta mwinjilisti amepewa title ya juu. Wainjilisti wa vitabu wamechukua ile kwamba ni ya kwao.
lakini ilikuwa inawalenga sana, sio watu wa vitabu. Bwana Yesu asifiwe. Ama pale Paulo alikuwa na wainjilisti wanaokwenda nyumba kwa nyumba, yani wewe. Lakini kwa sababu na yeye anabeba vitabu, naye ni mwinjilisti, anawekwa. Lakini kwenye fungu original halikuwalenga wao. Nenda kaangalia mwinjilisti pale anaitwa ni namba ngapi? Yuko juu kuliko hata mchungaji. Kwa nini? Namba mnayocheza ni ya umuhimu. Tungesema nini? Ungesema nyinyi magolikipa mnaozuia mpira usiingie, na msipozuia goli likaingia tumeferi wote. Kwa nini uone kwamba ni wa thamani kidogo? Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuna kazi ambayo ina baraka ya moja kwa moja kwa Mungu ni kufanya kazi ya uinjilisti. Sisi wengine tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanaenda. Mnanielewa? Lakini ambao wanakwenda ni akina nani? Ni mara chache sana Pastor Bihene kuondoka na kwenda nyumba kwa nyumba kuambia watu habari za Mungu. Kazi yake kutengeneza watu waende. Risasi inayotoka kwenda kupiga ni ipi? Ni mchungaji ama ni wewe? Kati ya bunduki na mpiga bunduki na risasi, kipi ni cha muhimu? Risasi. Mpiga bunduki asipokuwa na bunduki, bunduki isipokuwa na risasi haina maana. Haina maana. Lakini risasi ili itoke kuna mchakato. Si ndio? Hiki kitoke, ikifanya hivi, ndivyo mambo yaende. Tena mstari wa 10, tena ya kuwa amekuleta uwe karibu na ndugu zako wote wana wa Lawi pamoja nawe, nanyi je, mwataka na ukuhani? Mnataka na ukuhani? Na ukuhani mnataka? Kwa sababu hii wewe na mkutano wako wote mmekusanyika kinyume cha Bwana na kinyume cha Haruni. Je, yeye ni nani hata mkamnungunikia? Kisha Musa akatuma kuwaita Dathani na Abiramu wana wa Eliab, nao wakasema, hatujui sisi. Walikuwa na kiburi. Wakasema hatujui sisi. Je, ni jambo dogo wewe kutuleta kutoka nchi iliyojawa na maziwa na asali ili kutuua jangwani? Nilikuwa nawasikia watu wanasema kuna changamoto, kuna jangwa huko, hawatuonei huruma, wametupeleka huko tufe, wenyewe wanatembea kwenye ndege. Unataka kufanyia uinjilisti kwenye uwanja wa ndege, ukawabatize marubani. Mmetuleta jangwani ili kutuua. Lakini pamoja na hayo, wewe Musa na Haruni unajikuza mwenyewe uwe mkuu juu yetu kabisa. Hamtaki kutawaliwa. Mchungaji, unataka kutukandamiza, umetutawala na kutukandamiza kabisa. Kisha hukutuleta katika nchi iliyojawa na maziwa na asali, wala hukutupa urithi wa mashamba na mashamba ya mizabibu. Je, unataka kuwatoboa macho watu hawa? Wakasema hatujui. Musa akakasirika sana, akamwambia Bwana, usikubali sadaka yao. Mimi sikutoa hata punda mmoja wao kwao, wala sikumuuliza hata mtu mmoja miongoni mwao. Kisha Musa akamwambia Kora
wewe na mkutano wako wote, iweni hapa mbele za Bwana kesho. Wewe na wao. Chetezo chake, wakatia na moto ndani yake, wakatia na uvumba juu ya moto, na kusimama pale mlangoni pa hema ya kukutania pamoja na Musa na Haruni. Kisha Kora akakutanisha mkutano wote kinyume chao mlangoni pa hema ya kukutania, na utukufu wa Bwana ukatokea mbele ya mkutano wote. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, jitengeni ninyi mkaondoke kati ya mkutano huu, ili nipate kuangamiza mara ngapi? Pale inapofikia mahali unabeba chetezo na unataka kufukiza uvumba mahali pa mchungaji, ndipo kauli ya Bwana huwa inakuja inawambia, mchungaji, jitenge nao, maana nataka kuangamiza mara ngapi? Mara moja. Nao wakapomoka kifudifudi wakasema, e Mungu wa roho za wenye mwili wote, je, mtu mmoja akafanya dhambi nawe utakasirikia mkutano wote? Bwana akasema na Musa na kumwambia, nena na mkutano na kuambia, ondokeni ninyi hapo karibu na maskani ya Kora, Dathani na Abiramu. Basi Musa kainuka na kuendea Dathani na Abiramu, na wazee wa Israeli wakaandamana naye. Akasema na mkutano na kuambia, na wasiondokeni penye hema za watu hawa waovu, msiguse kitu chochote, msiangamizwe pamoja na dhambi zao. Wakaondoka. Walipoondoka, mstari wa 28 unasema, Musa akasema, kwa jambo hili mtajua ya kwamba Bwana amenituma nifanye kazi hizi zote, kwa kuwa mimi sikufanya kwa akili zangu mwenyewe, bali ni Bwana aliyenituma. Kama watu hao wakifa kifo cha siku zote. Haya ndio maombi ya wachungaji walio wengi. Hawa ndio maombi ya viongozi walio wengi. Inapofikia mahali mwinjilisti unamshambulia, anasema kama watu hao wakifa kifo cha siku zote kama watu wote wafanyavyo, na kama wakipatilizwa kama patilizo ya watu wote, hapo basi Bwana hakunituma mimi. Lakini Bwana akaniambia kitu kipya, na hiyo nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza pamoja na wote walionao, nao wakashukia shimoni wakali hai. Ndipo mtatambua ya kwamba watu hawa wamemdharau Bwana. Basi ilikuwa hapo alipokwisha kusema maneno hayo yote, nchi ikapasuka na wote wakamezwa. Leo inaweza kweli ardhi isipasuke. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ardhi isipasuke. Lakini Mungu akakuzika kinamna, ukaondoka kwenye historia ya wainjilisti. Akakupaka matope asikuone mtu yoyote, na usiende kokote, na kokote utakapojaribu kwenda ukakataliwa, maana ardhi ilishapasuka kwa ajili yako na ukazikwa. Tosheka na mahali ambapo Mungu amekuita. Na kama unataka uchungaji, kuna taratibu zake za kupata uchungaji. Sisemi kwamba msije kwenye uchungaji,
ila kuna taratibu zake. Na kwa vile unatamani kuwa mchungaji, sio sababu ya kumdharau mchungaji aliyopo, hata kama una kipawa kuliko yeye. Ukifanya hayo, ardhi itapasuka na utazikwa, na hakuna atakaye kuona tena. Nimalizie kisa cha mwisho. Twende Matendo 19:24. Mwinjilisti na uasi. Matendo 19:24 na kuendelea. Matendo 19:24. Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi. Artemi alikuwa ni mungu wa kike aliyeabudiwa na Waefeso, na alijengewa hekalu kubwa sana ambalo lilikuwa ni moja ya mahekalu 7, ambalo lilikuwa ni moja ya maajabu 7 ya dunia. Liliwahi kuingia kwenye rekodi. Na ibada kwa mungu Artemi, ibada kuu ilikuwa ni kufanya ngono. Mabachela walikuwa wanaponea huko, wanaosumbuliwa na ndoa zao walikuwa wanaponea huko. Sasa Paulo akaenda kuwahubiri wa Efeso wanaomwabudu mungu Artemi. Nini kilitokea? Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile ile, akasema, enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu utoka katika kazi hii. Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote, huyo Paulo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Hapa Demetrio anataka kuvuruga injili kwa sababu ya maslahi binafsi. Maslahi binafsi ni moja ya kitu ambacho kinafanya kazi iharibike mahali unapofanyia kazi. Sio kwamba Demetrio alikasirikia kazi ya sio kwamba alikasirikia kazi ya Paulo. Aliona injili ya Paulo inaharibu biashara yake, akaamua kufanya uasi. Akasema 27, si kwamba kazi hii ina hatari ya kudharauliwa tu, bali na hekalu la mungu mke aliye mkuu, yani Artemi, kuhesabiwa sio kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na walimwengu wote humwabudu. Paulo akaanza kuchafuliwa kwa sababu ya maslahi binafsi ya Demetrio. Na Demetrio akaanza kuwashawishi watu wamkasirikie Paulo, si kwa sababu Paulo ana matatizo, lakini kwa sababu Paulo anaharibu biashara ya Demetrio. Akaanza kuchafua Paulo. Namuona mwinjilisti mmoja ambaye amefanya makosa na ameona kitumbua kimeingia mchanga, ndipo ataanza kupiga simu kwa wainjilisti wenzake, msimuone mchungaji fulani, hafai, hovyo kabisa, amenikandamiza kabisa, hata sipumui. Atapiga simu kwenye jimbo, anamchugia pia mchungaji Bihene, kazi nafanya, napenda kufanya na ninaweza, lakini tatizo ni moja tu. Lipi? Mchungaji fulani. Mchungaji alikutuma ukazini, mchungaji alikutuma ukafanye pombe, ukanywe pombe, mchungaji alikutuma wewe unalala ndani usifanye kazi,
Kwa nini unataka kumchafua ili utetee kazi yako? Kwa nini mwenye haki unataka aonekane ni mbaya? Kwa nini? Anasema si kwamba anaharibu biashara yetu tu, lakini pia anaharibu na kazi ya Mungu wetu Artemi. Ndipo naanza kuongeza, jamani, msifikiri kwamba mimi naharibika peke yangu. Mwenzako akinyolewa zako tia nini? Maji. Ndipo mnaanza kutengeneza soga na maneno ya kumsema mchungaji wa mtaa, ya kumsema mchungaji anayesimamia idara. Mstari wa 28 anasema waliposikia haya wakajawa ghadhabu. Mtu mmoja akishawishi mtu fulani aharibike. Mimi nimeona hata kwenye mitandao hii kuna watu nakuta wana desturi ya kuchafua viongozi, si ndio? Wanawachafua, wanaandika. Hebu niambie, ukiyapata yale mambo umekuwa ukijisikiaje? Yanaharibu kabisa. Ukiharibu sifa ya mtu yanaharibika kabisa. Wainjilisti, mchungaji na mwinjilisti tunafanya kazi moja, ila tunachotofautiana ni ukubwa wa maeneo. Job description ndio inayotofautisha, lakini wote ni watumishi wa Mungu. Ukimchafua mchungaji umeiharibu kazi ambayo unaihangaikia. Na nikwambie, ukisema mchungaji huyu ni mzinifu, ukimwambia mwinjilisti fulani ni mzinifu, na wewe wanaanza kutilia mashaka. Maana washiriki hawaamini kwamba mwinjilisti anaweza kuwa mzinifu. Hawaamini kwamba mchungaji anaweza kuwa mzinifu. Unapothibitisha na unaposema wewe unayeaminika, wanasema kama yule anaweza, kama mchungaji anaweza, wainjilisti hawa itakuwa mara mbili yake. Usifikiri kumsema, nikwambie, mchungaji mmoja akichafuka tunaharibika wachungaji wote. Mwinjilisti nasema hivi, kuna desturi ya wainjilisti wamekuwa kina Demetrio. Unamwona mwenzako kwenye kituo cha kazi anafanikiwa, watu wanabatizwa, mapepo yanapona, wenye mapepo wagonjwa wanapona, watu wengi wanakwenda kujiunga na kanisa, ushuhuda umekuwa ni mwingi. Ndipo akisimama hapa kutoa hata ushuhuda mnamkasirikia, kama Demetrio alivyomfanyia Paulo. Alafu mnaanza kupiana simu, kajamaa kanajidai sana. Sio kanajidai, acha wivu. Unaona kana kwamba mwenzako anapofanikiwa unaona wewe kama na hasara. Nikwambie siri ya kufanikiwa, ukiona mwenzako kuwa rafiki yake, ujifunze anafanyaje ili afanikiwe. Sio kumpiga vita na kumchafua. Alafu nikwambie, ukinisema mimi kwa Bihene ataniambia. Hata siponiambia Bihene atamwambia Love ataniambia. Hata Love asiponiambia atamwambia mzee wa kanisa pale. Mzee wa kanisa ataniambia, bwana, kwa mambo wewe yanazunguka. Jana ulizungumza sema hii dunia ni kama duara. Ukinisema yatanifikia. Na wewe mwinjilisti nakwambia, unavyomsemaga mwinjilisti mwenzako alishapata habari zamani, ila waliwekeana mkataba ya kwamba usimwambie, lakini habari zako wanazo. Na kuna siku anasubiri uingie kwenye laini, ndipo utakapoona atakavyokutengeneza vizuri. Atakukaanga kama chips. Ama anachoweza kukifanya, kwa sababu wainjilisti mna roho wa Mungu, kugombana mnaona sio pango. Unakuta hakupigii simu, amenyamaza kimya, yale uliyomsema yamemfikia. Waliposikia maneno ya Demetrio juu ya Paulo, wakajawa na ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu. Unafikiri walisema hayo tu? Maana yake walianza, Artemi wa Efeso ni mkuu, Artemi wa Efeso ni mkuu. Maandamano hayo, maneno ya mtu mmoja halafu yanapelekea maandamano.
Artemi wa Efeso ni mkuu. Artemi wa Efeso ni mkuu. Anasema na mji wote ukajawa na ghasia, wakaenda mbio, wakaingia mahali pa michezo kwa nia moja, wakisha kuwa kama Gayo na Aristako watu wa Makedonia wakasafiri pamoja na Paulo. Na Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, wanafunzi hawakumwacha ende. Unajua Paulo alikuwa ni mwanasiasa. Akataka ende kuipangua hoja kama alivyozoea kupangua hoja nyingine. Wakamwambia mkutano wa safari hii, maandamano ya safari hii yaliyosababishwa na Demetrio sio ya kushawishi tena, ukienda watagawana. Mwanaume amepanda mbegu mbaya, amepanda sumu ya kufa mtu. Paulo akasema mniache niende. Akasema hawakumwacha ende, kwa sababu mkutano ulichafuka. Unajua kuna mtu anaweza kukuambia maneno halafu kachafuka kabisa, na kila mtu anayekuona pembeni anakutema mate. Na hii inanisikitisha kwa sababu sisi wainjilisti wenyewe ndio tunasemana. Tukishamaliza kusemana tunaanza kuwasema wachungaji. Tukishamaliza kusema wachungaji tunaanza kusema wakurugenzi. Tukishamaliza tunaanza kumsema askofu na viongozi wa union. Magazeti yote tunayo. Hatuna ajenda ya kuombeana, tuna ajenda ya kuchafuana. Ghasia zikatokea. Paulo alipotaka kwenda akajitetee, wakamwambia usiingie. Na baadhi ya wakuu wa Asia walio rafiki zake Paulo, wale viongozi wa serikali, wakatuma watu kwake wakimsihi asijihudhurishe nafsi yake ndani ya mahali pa michezo. Maana walikusanyika, walifanya maandamano, wakaenda mahali pa michezo, pa mikutano walipokuwa wanakutania. Nilikuwa nimewaambia habari kwamba jana kwamba Paulo alikuwa na desturi ya kwenda huko, na ilikuwa ni desturi ya watu wengi. Hata viongozi wakasema safari hii Paulo asije, maana pamechafuka sana. Maana kuna mtu anaitwa Demetrio amepanda mbegu na mbegu imeota, na mbegu iliyoota imeota mbegu yenye miba. Watu walipiga kelele, watu wakakasirika, watu wakasema Artemi wa Efeso ni mkuu. Uwanja mzima unaimba Artemi wa Efeso ni mkuu, Artemi wa Efeso ni mkuu. Paulo yuko wapi? Aje hapa tumtengeneze. Basi 32 wengine walikuwa wakilia hivi na wengine wanalia hivi. Unaona, wako kwenye uwanja wa michezo. Wengine wanasema Artemi wa Efeso ni mkuu, Artemi wa Efeso ni mkuu, kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka. Sikiliza neno hili. Na wengi wao hawakuijua sababu ya kukusanyika kwao pamoja. Wengine waliandamana, hata sababu ya kuandamana hawaijui. Ni pale mwinjilisti unapoanza kumsema mwinjilisti mwenzako wakati hujui hata habari zake. Ni pale mwinjilisti unapoanza kumsema mchungaji wa mtaa ambaye ndiye kiongozi wako anayekusimamia. Unapoanza kusema habari ambazo wewe mwenyewe uzijui, umeambiwa tu. Ni pale mwinjilisti ambapo unaanza kusema viongozi wa jimbo, unawasimulia wenzako. Yani usione mchungaji Biene pale, utasema maneno ya kila namna, wakati hata hiyo habari wenyewe huijui, hata ofisini huijui, hata kwa Biene hujawahi kufika. Nikwambie shida ya binadamu, kuna watu wenye ushawishi mkubwa sana. Wakishafanya huo ushawishi, hawaendi peke yao. Ili kummaliza mtu, huwa wanaanza kupanda mbegu kwa watu, kushawishi watu wengine. Na kwa sababu wengine wana uwezo mdogo wa kureason, huwa wanaathirika. Yani akiambiwa maneno kwamba mwinjilisti fulani ni mzinzi, hata kwenda kumuuliza haendi, hata kumwombea hamwombei, anamchukia tu. Ukimuuliza umemchukia kwa sababu gani? Anasema nimesikia ni mzinzi. Je, umethibitisha kwamba ni mzinzi? Wengine walioandamana hata wakujua kwa sababu waliandamana. Mambo matatu ambayo mwinjilisti yatamfanya aasi
kile kipawa alichonacho ndio daraja lake la kuasi kama atakuwa mnyenyekevu. Ukiona unaangaza sana, ukiona nyota yako inafifia, usipojua kuomba Mungu akunyenyekeze, hiyo nyota yako inayong'aa sana itafifia haraka sana na mwisho itatoweka. Sababu ya pili ni uchu wa madaraka. Shetani alikuwa nao, akina Kora walikuwa nao, hawakutosheka na nafasi walionayo. Ni moja ya sababu ambayo imewafanya wainjilisti wengi kuanguka na kuasi. Na ya mwisho, maslahi. Akina Demetrio, roho ya Demetrio kuingia, utachafua kila mtu ili usimame mwenyewe. Ukimsikia mwinjilisti mwenzako anafanya kazi mahali fulani pazuri, unajua na nyinyi wainjilisti kusimuliana, mimi kanisa la Mtwara wananinunulia suti, wananiletea debe la dagaa. Wewe unatafuta vita, watakuja kukuondoa ili wale hizo dagaa. Na utajiuliza hata kwa nini wamekuondoa, utaelewa, lakini ulijimaliza mwenyewe. Punguza kamdomo. Maslahi binafsi yamefanya wainjilisti kuasi, yamefanya wainjilisti kuanguka, yamewafanya wainjilisti kuwachafua wenzao, yamewafanya wainjilisti kuweza kuwachafua na viongozi wanaosimamia. Maslahi binafsi. Tuombe Mungu mambo haya tuyashinde kwa jina la Yesu kupitia semina hizi. Mchungaji Duma, uje utupatie ombi tunaposimama. Wangapi wanasema Mungu nisaidie, nisiwe haya mambo yasiniangushe, na natamani nisiasi, nibaki kwenye kanisa lako. Mchungaji Duma, utatuombea haya mambo ambayo yanatufanya tuasi. Sisi wote tulioko hapa, wachungaji na wainjilisti, tuyashinde kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba mtakatifu na Mungu wetu unayeketi juu mbinguni, jina lako limesikika katika mkutano huu na dhambi zimetajwa katika mkutano huu. Bwana Mungu wetu, tusaidie sisi kama wainjilisti, tukatoke huko na hatimaye tukawe ni watu wako na vifaa vya kazi ambavyo vimenolewa. Watu wako watakapotuona huko wakaseme hakika hawa ni watu wa Mungu wanaosafiri kwenda mbinguni. Tutie nguvu, tushindie, maana kwa nguvu zetu hatuwezi. Mtumie, endelea kumtumia Pastor Chatila kwa ajili ya hotuba hizi, ili hatimaye mwisho wa masomo haya na mwisho wa hotuba zake tukatoke tukaseme hakika tumekutana na Mungu wetu. Utubariki Mungu wetu mwanzo hata mwisho katika vipindi vinavyofuata. Tumeomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amen. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kipindi au vipindi walivyotuletea wachungaji wetu. Naamini kwamba tunazidi kubarikiwa katika mikutano yetu. Mungu awabariki sana wachungaji wetu kwa ajili ya huduma ambazo mnazitoa kwetu, na hii inaonyesha